serikali imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuongeza makusanyo. Mikakati hiyo ni pamoja na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini, kupanua wigo wa kodi na kuimarisha na kuhimiza matumizi sahihi ya mifumo ya tehama ya ukusanyaji wa mapato. Kutokana na jitihada hizo, shilingi trilioni 26.63 zilikusanywa katika kipindi cha Julai 2025 hadi Februari 2026, kati ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 25.68, ikiwa ni sawa na ufanisi wa 103.7%. Taarifa kamili ya hali ya uchumi itatolewa na Waziri wa Fedha atakapokuwa anawasilisha bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha mfumo wa kodi na kufanya kuwa jumuishi, Mheshimiwa Rais aliunda tume ya kutathmini maboresho ya mifumo ya kodi. Lengo lilikuwa ni kufanya tathmini ya kina mfumo uliopo na kutoa mapendekezo yatakayowezesha kuondoa malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wafanyabiashara, wawekezaji na wadau wa maendeleo. Niendelee kutoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa, kwa maono hayo makubwa, moyo wa uzalendo na uamuzi sahihi wa kufanya mapitio makubwa ya mfumo wa kodi ambayo haijawahi kufanyika kwa kipindi cha zaidi ya miaka 30. Sina shaka mtakubaliana nami kuwa mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika kufikia malengo yaliyoainishwa kwenye Dira 2050. Licha ya hayo, utekelezaji wa mapendekezo ya taarifa ya tume hiyo utaongeza wigo wa kodi na kuhakikisha kila mtu anachangia kulingana na kipato chake. Hii ni kutokana na ukweli kwamba taarifa ya tume hiyo imeainisha mikakati mbalimbali ya kudhibiti mianya inayotumika katika ukwepaji wa kodi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026-2027 serikali itaendelea kusimamia mikakati itakayoongeza ukusanyaji wa mapato kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za kiuchumi, kijamii, ikiwemo kuboresha mazingira ya biashara, uwekezaji, kupanua wigo wa kodi na kuhimiza matumizi sahihi ya mifumo ya tehama. Mikakati hiyo itahakikishia shabaha ya uchumi zilizoainishwa katika mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-2027.